wana wachezaji wapya kwenye timu, na ukiangalia timu yetu ilikuwa haijakaa pamoja kwenye camp toka pre-season imeanza. Ile ratiba ya national team kama ilitupunguzia hivi ladha ya kujiandaa. Kwa hiyo somehow ilimpa mwalimu changamoto kuwaunganisha wachezaji ambao walikuwa kwenye national team na wachezaji ambao walikuwa kwenye camp yake. Kwa hiyo tumpongeze mwalimu, licha ya ugumu huo aliweza kuja na plani nzuri, plan rafiki ambazo zimethibitisha ubora na ukubwa na quality ya timu yetu. Kiasi gani pengine na nyinyi mlitoja mmoja ya timu ambayo mnaingia kwenye mchezo wa leo mkiwa na pressure kwa sababu tayari mlikuwa ni title contender? Yule muongo. Sisi hatujakuwa na pressure. Yule muongo anatafuta maneno ya kuwadanganya watu. Young Africans huwa inaishi kwenye pressure yake yenyewe kwa maana ya kupata mafanikio. Yanga haijawahi kuwa na pressure kucheza mechi dhidi ya Simba Sports. Huu ni uongo ambao ameutamka hadharani akiamini kwamba anacheza mind game na Young Africans. Sisi huwezi kutufanyia mind game za kitoto namna hiyo. Ni uongo. Sisi pressure yetu ilikuwa ni kubakia kwenye ubora wetu, sio pressure ya kumfunga Simba. Ilipofika sasa hivi Simba, hata tukitengeneza hawa steward yao wakiwa 11, tunapata matokeo dhidi yao. Na kuhakikishia kabisa. Ilipofika sasa hivi Simba, hawa steward wa Yanga unaona? Tukawatengeneza 11 Benjamin Mkapa, wanashinda mechi vizuri tu. Wala hatuna pressure nao hao. Hii ya mwaka huu ni mbovu zaidi. Hiyo ni fact Zai. Wewe unabishana lakini ndio ukweli. Simba ya mwaka huu ni mbovu zaidi kuliko ya mwaka uliopita. Hii ni mbovu kwa sababu hata wapi hawana quality ya kuweza compete. Ndoto yangu ya kufikisha mara 10 furaha ya kumfunga Simba nazidi kuiona. Hii mara ya 6 zimebakia 2 kwa maana ya ligi zinakuwa 8. CRDB naomba wasitukimbie ziwe 9, alafu 1 tutaitafuta hata ya sherehe ya siku ya kumfukuza Fadu. Tucheze 1 ya kupongezana Kwa sababu alikuwa kwa sababu ya kumfukuza kocha tumewapa leo. Wakishamfukuza tucheze mechi nyingine ya kupongezana sisi na wao Diarra hii ni quality yake. Kwenye mechi kubwa Young Africans tuna wachezaji wakubwa kusaidia kushinda mechi. Hii ni quality yake na ameonyesha utulivu mkubwa. Nafikiri anaendelea kuprove kwamba wote mnasema Diarra anafanisha makipa wengine. Kwenye moment kama hizi Diarra huwa anaonyesha ubora wake. Kwa hiyo tunajivunia sana. Kwenye mechi kuna man of the match mmoja. Lakini pia Diarra alistahili leo pia kuwa kiwango bora kabisa. Lakini pia Duke Abuya alistahili pia Ndambwile. Naomba nipige kwa niaba ya hao watu. Naomba nipige magoti. Leta tulikombe. Kwa niaba ya hao watu naomba nipige magoti ya kumuomba msamaha Azizi ya Ndambwile. Ndio. Tanzania hii ukiondoa Othman Idi Chuji hakuna kiungo mwingine mwenye utulivu mzuri pale chini kama Azizi ya Ndambwile. Leo alikuwa anakaba, alikuwa anapasia, alikuwa anaendesha timu, anafanya tackling, anapanga timu yake vizuri. He is one of the best kwenye mchezo wa leo. Nimepiga magoti kumuomba radhi Azizi kwa ajili ya Watanzania wote. Nimepokea message nyingi sana line up ipotoka. Huyu vipi? Lakini amewaonyesha na mwalimu kaonyesha nini alikuwa anakiandaa pale Victor kupitia Azizi ya Ndambwile. Naomba nisimame. Semaji turudi kwa Dombia. Ulikuwa ukiwaambia kuhusiana na Dombia, leo amemuona alipoingia mambo kidogo akawa mazuri, Young Africans wakapata goli. Unajua ukizungumza ukweli. Simba hawana wataalamu wazuri wa mbinu. Na hii ni fact nyingine. Miaka yote hii hapa tunawafunga second half. Sijui huwa hawajui, sijui huwa hawaelewi, au sijui ndio ule usugu ambao wako nao. Second half lazima tuwagonge. Na leo tena vile kipindi cha kwanza kama Yanga haipo hivi, tukajua tu hawa watatamani second half watarudi na speed hiyo. Tukamtoa Mudathir. Tufuatia ni historia hapa. Tufuatia hapo ni historia. Kwa hiyo ile fanyika ni sabu ambayo normally huwa inafanyika kwenye mechi ya dabi. Either aje Mzize, aje nani. Kuna sabu Yanga itaifanya second half kwa ajili ya kubadilisha mchezo. Na always imekuwa kitulipa alhamdulillah. Sasa mkawaulize. Maana tuliwaambia nyie mmekuwa sugu. Tuliwaambia mapema nyie wenzetu mmekuwa sugu. Tumewapiga mara 5 mfululizo lakini bado wakaonyesha kwamba wana matumaini. Tukawaambia msimu huu tunakuja kupiga kichwani. Wakaibuka wakasema kichwa kipi? Sasa naomba mkawaulize kinachouma leo ni kipi? Watawapa majibu.
Yeah. Kwanza umezungumza vizuri. Tunasafiri leo usiku saa 10, kwa maana kwa majira ya saa 7 timu itaanza kuripoti pale airport. Niliwaahidi leo ndo nitatambulisha wachezaji wa Yanga. Kwa hiyo njoeni pale airport, tutambulisha mmoja baada ya mwingine, sababu watu walikuwa na hamu. Msemaji atambulishe, nitawatambulishia airport kutoka Wadiara mpaka Pakome. Bana, kwanza zile baskeli zilizopiga kuwa zile hivi, mjaona kama ile singeli ganda ilitokea pale? Dudu Asha alipiga baskeli fulani hivi wakaganda wote pale pap, hapo akaambia sifungi leo, tutakutana Disemba. Kwa hiyo sisi tunashukuru na timu tuliyosajili, though imeonekana leo, lakini tunaamini bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Tuna Champions League ugenini dhidi ya Angola, tuna ligi tunakuja. Kwa hiyo tunakwenda kujipanga zaidi na zaidi kuhakikisha wana Yanga wanapata furaha. Niwaambie mashabiki wa Yanga, kuelekea mechi hii waliibuka wenzetu katika sisi, ni kama hivi wameridhika hivi. Ni kama wanaona kumfunga Simba mfululizo ni jambo la kawaida. Niwaambie wana Yanga wenzetu, kama wewe ni mwana Yanga damu, Simba hata ukimfunga mara 20 utafurahia tu. Hata ukipata makombe mara 20 mfululizo unafurahia tu. Tuache tabia ya kuridhika na mafanikio. Haya tunayoyapata haya ni madogo kuliko yale makubwa tunayoyaomba. Makubwa ni haya, makubwa ni Champions League. Kama hatuwezi kuridhika, tukawa na shukrani tukishinda ngao tukimfunga Simba, Mwenyezi Mungu hawezi kutufungulia kuwafunga Al Ahly huko mbele. Kwa hiyo niwaombe wana Yanga, tutoe tabia ya kuridhika. Huyu Simba anatakiwa agongwe mfululizo. Yaani itakuwa ifike hatua mechi ya dabi ikitangazwa, humu tuje wenyewe tu uwanjani, kuanzia mashabiki mpaka timu. Wasije hapo ndo tutastop. Kuna hali imekuwa mbaya. Sasa tunaondoka tunaenda Angola, ndio shida. Lakini niwaombe wana Yanga ambao mtabaki Dar es Salaam, kesho kunyweni supu jamani. Uko kote tu kunyweni supu kesho. Kwani vipi hapa? Yanga nimekwambia mtaani timu yake ya mwaka huu ni mbovu compare na mwaka jana. Bora ya mwaka jana, mwaka huu ndo mbovu zaidi.